Kati ya msimu ambao Simba wanafanya mambo kimya kimya, naweza nikasema ni msimu huu, haswa pia kwenye upande wa dirisha dogo. Mpaka sasa hivi ukiwauliza watu Simba wanaongeza nani, anaondoka nani, unapata shida kidogo. Lakini pia kwa upande wa social media tumeweza kukuandalia baada ya kuweza kufuatilia kwa makini zaidi juu ya wachezaji ambao tayari wanaondoka ndani ya klabu hiyo, yani kwenye upande wa dirisha dogo. Tayari wapo ambao tunasema kwamba wameshatambulishwa kwa vilabu vingine. Kwa upande wa klabu ya Simba wameweka wazi hilo, lakini pia wapo wachezaji ambao wapo ndani ya timu lakini mpaka sasa hivi hawaonekani. Basi utakwenda kufahamu hapa ninayo orodha yote ya wachezaji ambao tayari wameshasepa ndani ya klabu hiyo. Kitu pekee ambacho kinasubiriwa ni kwa upande wa klabu ya Simba waweze kuzungumza tu kwamba wachezaji fulani tumeweza kuwaacha, hasa kwenye upande huu wa wachezaji wale ambao walikuwa hawapati nafasi, na wapo wachezaji ambao hawajaweza kuonyesha kiwango kikubwa kwenye upande wa mzunguko wa kwanza. Sasa dirisha dogo muda wote linakwenda kufungwa. Tayari hapa nina orodha. Kabla sijakwenda kukutangazia hapa wachezaji ambao tayari wamesepa, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia juu ya wachezaji ambao tayari ndani ya Simba wamesepa zao. Moja ya mchezaji ambaye anatajwa kuondoka ndani ya klabu hiyo ni Vedastus Masinde. Ni mchezaji ambaye Simba walimsajili kutokea pale TMA. Baada ya kukosa nafasi muda wowote atatangazwa kupeleka kwa mkopo kunako klabu nyingineyo. Lakini pia mchezaji mwingine ni Ahmed Feruz. Huyu Ahmed Feruz kwa upande wa klabu ya Simba walimpeleka ndani ya klabu ya Kagera Sugar, lakini baada ya kucheza pale Kagera Sugar, sasa hatimaye Namungo FC wakaenda kuwaomba Simba mchezaji huyu acheze ligi kuu, na upande wa Simba tayari wamempeleka kwa mkopo kunako klabu ya Namungo. Sasa wachezaji ambao walikuwepo tunafahamu kwa upande wa Mzamiru Yasin kwa upande wa klabu ya Simba waliweza pia kutoa taarifa kwamba mchezaji huyu wamempeleka kwa mkopo kunako klabu ya TRA United ya pale Tabora, baada ya Mzamiru Yasin kushindwa kupata nafasi, lakini pia na majeraha ambayo aliweza kuwa nayo. Kwa upande wa mwalimu aliwaambia kwamba mchezaji huyu ni ngumu sana kucheza ama kupata nafasi kwenye eneo la kiungo, hasa kutokana na orodha wachezaji waliopo. Hivyo kwa upande wa klabu ya Simba kaona ni bora kulinda kiwango chake na kumpeleka ndani ya TRA United. Lakini pia Awesu kwa upande wa klabu ya Simba waliweza kutoa taarifa kwamba wamempeleka ndani ya klabu ya Polisi ya Kenya. Sababu kubwa ni kwa upande wa Awesu kukosa nafasi, lakini pia Simba wanataka apate uzoefu zaidi wa kuendelea kucheza, lakini pia kukuza thamani yake sokoni, haswa pia kwa kama akionyesha kiwango kizuri. Na tumeweza kuona Awesu tayari amepata nafasi ya kucheza mchezo wa kwanza tu ndani ya Polisi Kenya. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye anakaribia kuondoka ndani ya klabu hiyo dirisha hili dogo ni Jean Charles Ahoua. Kutokana na taarifa ambayo wameweza kuitoa ndani ya klabu ya Simba ni kwamba Jean Charles Ahoua yeye kwa upande wake baada ya kuwepo ndani ya kikosi kupewa nafasi, lakini taarifa ni kwamba Simba watamuuza muda wowote. Na tunafahamu kwa upande wa klabu ya Wydad pia wameonyesha nia, pia kuna timu nyingine ya Kiarabu pia wanamhitaji, lakini pia hata pia Raja Casablanca na wenyewe pia wanamhitaji mchezaji huyu. Kwa hiyo lolote linakwenda kutokea. Lakini pia kwa upande wa mwalimu Steve Barker, kwanza aliwapa taarifa klabu ya Simba kwamba winga Joshua Mutale ameshindwa kuonyesha kile ambacho alikuwa anakihitaji, lakini pia amemtazama mchezaji huyu ni kama aendani na mfumo wake, lakini pia kiwango chake hakijaweza kumridhisha. Hivyo atakuwa anakosa mchango mkubwa zaidi kwenye mechi muhimu. Hivyo Simba inatakiwa wamuuze mchezaji huyo. Lakini pia mchezaji mwingine ni Steven Dese Mkwala. Baada ya Mkwala kucheza lakini mpaka sasa hivi kwa upande wa mwalimu Steve Barker, yeye anasema kwamba kwa upande wa mchezaji huyu amekuwa afati maelekezo, hasa pia anavyocheza anacheza video zaidi, hivyo atoe mchango mkubwa kwenye mfumo wa timu. Hivyo kwa upande wa kocha anataka kwa upande wa uongozi wa klabu ya Simba watazame na wamuuze Steven Dese Mkwala. Lakini pia mchezaji mwingine ni Kibu Dennis. Taarifa tu ni kwamba Kibu Dennis mpaka sasa hivi anapush kuondoka ndani ya klabu hiyo. Tumeona ni mchezaji ambaye amechelewa pia kwa wakati mwingine kuingia kwenye mazoezi ndani ya timu. Hivyo taarifa tu ni kwamba mchezaji huyo muda wowote naye pia atauzwa na klabu ya Simba kutokana na kile ambacho amekuwa anakionyesha.